Je, umewahi kuzungumza na mtu na ukahisi kuna kitu hakipo sawa? Anaposema jambo, mwili wake huonesha kitu tofauti kabisa. Leo nitakuonesha mbinu za kisaikolojia za kumgundua mtu mwongo, lakini pia nitakuonesha ishara ndogo ndogo ambazo mtu hawezi kudanganya, iwe kwenye macho, sauti au tabia. Ukizijua, unaweza kuona ukweli hata kabla mtu hajamaliza kuzungumza. Lakini kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na chaneli yetu ya Elikhan Mtz, karibu sana na usahau kusubscribe. Sasa ishara ya kwanza kumgundua mtu muongo ni maneno yake na mwili wake kutoendana. Mtu anaweza kusema kwa maneno niko sawa kabisa, lakini mwili wake ukatoa ujumbe tofauti. Unaweza kuona akitikisa kichwa kukataa wakati midomo inatamka kukubali, au mikono ikijikumbatia kana kwamba anajilinda dhidi ya jambo fulani. Sasa hapo ndipo saikolojia ya tabia za mwili inaonekana wazi. Akili ya ndani hutenda kwa uaminifu kuliko maneno, kwa sababu hisia za kweli hutoka ndani kabla mtu hajatumia akili kufikiri. Ndio maana mwili mara nyingi hufichua ukweli halisi hata pale mtu anapojaribu kuufunika kwa maneno. Sasa mbinu ya kwanza ya kumgundua mtu ambaye ni muongo ni maneno yake na mwili wake kutoendana. Mtu anasema niko sawa au kila kitu kiko vizuri, lakini unaona anakwepesha macho, hakuangalii usoni, mikono yake inakuwa inatetemeka. Muda mwingine anaweza kuwa anabadilisha mikao. Hapo unaona kabisa anasema uongo, kwa sababu mtu anayejiamini anachokisema mara nyingi hawezi kuwa vile. Unaweza kushangaa kwa nini mtu inamtokea hivi. Kisaikolojia huwa mtu anaongozwa na hisia. Sasa zile hisia zilizo ndani za ule ukweli ambao anauficha zinakuwa zina msukuma ndani, kunakuwa na mvutano. Sasa ule mvutano ndo unampelekea anaanza kuwa katika mkao ambao sio sawa, au anakopesha macho. Yani ile jambo linamsukuma automatic bila hata yeye kujua. Sasa hapo ndipo mbinu hizi zinafanya kazi. Ukiona mtu mwili wake na maneno yake haviendani, hapo unajua kwamba huyu anachokisema sio cha kweli. Lakini ishara nyingine ya kugundua mtu ni muongo ni mabadiliko ya sauti. Sikiliza sauti kwa makini. Mtu anapodanganya sauti yake hubadilika bila hata yeye kujua. Anaweza kuanza kuzungumza haraka kuliko kawaida, au ghafla sauti yake ikawa nzito au ya juu. Wengine huanza kukohoa au kusafisha koo mara kwa mara. Haya si matukio ya bahati mbaya, bali ni ishara za mvutano wa ndani unaojitokeza wakati mtu anajaribu kuficha ukweli. Sasa mabadiliko ya sauti pia yanaweza kutoa ishara kwamba huyu mtu anasema uongo au ukweli. Unakuta unaongea na mtu, ghafla unaona sauti yake inapanda baada ya kumuuliza jambo fulani, au sauti yake inashuka chini. Hapo ni namna ya kujilinda. Yeye anaweza kuwa hasijue, kwa sababu kama nilivyosema, mwili wote unaongozwa na hisia. Sasa automatic unakuta zile hisia za ndani zinamsukuma kujibu kwa namna tofauti. Unaweza kukuta anajibu kwa taratibu, kwa upole, au sauti yake ikapanda juu zaidi, au akawa na sauti nzito kuliko ile ilikuwa kawaida. Hapo unajua kwamba huyu anachokisema sio cha ukweli. Na hii utaijua vizuri, unakuwa unaongea na mtu vizuri, sauti yake kawaida kabisa, lakini ghafla unaweza kuona anapauka sauti kubwa baada ya kumuuliza swali fulani, au unamuuliza kitu fulani unaona sauti yake inashuka chini kabisa. Hapo unakuwa unajiuliza sasa, yani hapo unakuwa unaweka question mark kwamba huyu mtu anachokisema sio cha kweli. Lakini ishara nyingine ni mabadiliko ya mtu ambaye anatokea kwenye maelezo mengi, au mtu anakuwa na maelezo machache sana. Sasa hapa ndipo waongo wengi hujifunua. Wengine huwa wanakupa maelezo mengi yasiyo lazima, akizani hayo yataficha ukweli, na wengine wanajibu kwa maneno machache ili kuepuka kuulizwa maswali mengi. Ukiona maelezo yamepambwa kupita kiasi au yamepungukiwa taarifa muhimu, uliza maswali zaidi. Sasa ishara nyingine ya kumgundua mtu muongo ni maelezo mengi au machache. Ukiona mtu anamuuliza swali na kujibu kwa ufupi tu, au mwingine anakuelezea maelezo mengi ambayo sio ya msingi. Mtu anamuuliza kwamba labda ulikuwa wapi jana, unaona anaanza nilienda sehemu, nikapita kwa rafiki yangu, nikaenda kwa nani, nikaenda tena dukani. Yani kuna vitu ambavyo haviendani na hilo swali ambalo unamuuliza. Lakini mtu ambaye anasema ukweli, story yake kuanzia mwanzo mwisho, katikati mpaka mwisho inafanana. Unakuta mtu labda unamuuliza kwa nini jana umechelewa kurudi, lakini sababu anayokupa haiendani kabisa na yale mambo ambayo yanahusiana na yeye alipokuwepo kule. Kwa hiyo hapo unajua kwamba huyu mtu anaficha ukweli. Maelezo yanapokuwa mengi, mtu anajaribu kuficha ule uhalisia wake ambao ni ukweli ambao anaujua. Baada yake anatumia maneno ili kuficha huo ukweli, ili kuleta uongo.
Lakini pia maelezo machache ni mtu ambaye anajilinda ili asiulizwe maswali. Kwa hiyo unaweza kujua mtu mmoja unaona anajibu kwa ufupi, au mwingine anakuelezea maelezo mengi zaidi ambao hata mengine hayana sababu ya msingi. Lakini pia ishara nyingine ya kumgundua mtu muongo ni simulizi zinazobadilika. Ukweli haubadiliki, lakini uongo hubadilika kila mara. Ukimuuliza mtu swali lile leo na kesho akajibu tofauti, hapo kuna tatizo. Akili ya binadamu inakumbuka ukweli kwa urahisi, lakini ukumbuka kwa shida uongo uliobuniwa. Hii ndio sababu simulizi za waongo mara nyingi hazikai sawa. Sasa ishara nyingine ya kumgundua mtu muongo, simulizi yake inabadilika. Mtu jana alikwambia labda nilienda dukani, kesho anakuambia nilienda kwa rafiki yangu. Hapo unajua kwamba huyu mtu ni muongo. Kwa hiyo mtu ambaye ni mkweli, simulizi yake huwa haibadiliki, kwa sababu ukweli waga hauwezi kuutengeneza. Ule waga huko automatic unauzungumza tu, lakini mtu muongo lazima paka upangilie ule uongo wake, na kwa sababu ni uongo paka utafute, muda mwingine anaweza kasahau akakwambia kitu kingine, lakini ukweli mara nyingi huwa waga upo na mtu waga hachoki kuelezea wala akwaziki au akasiriki. Lakini mtu muongo utajikuta anakuambia leo story hii na kesho anakuambia story hii, anakuelezea mambo fulani leo, kesho anabadilisha anakuambia mambo mengine. Hapo unajua huyu mtu anasema uongo. Lakini ishara nyingine ya kumgundua mtu muongo ni muonekano wa macho. Wengi huzani muongo huangalia chini, lakini ukweli ni huu: wengine hukutazama sana machoni ili makusudi waonekane waaminifu. Kinachotakiwa kuangalia si macho peke yake, bali mabadiliko. Kama mtu alikuwa kawaida anatazama kwa utulivu, halafu ghafla anakopesha macho au anakutazama kupita kiasi, hiyo ni ishara muhimu. Sasa ishara nyingine ya kugundua mtu muongo ni kwenye macho. Mtu unakuta labda mko mnaangalia kawaida, sio kukuangalia kupita kiasi. Unaona ghafla anaanza kukuangalia na kukazia macho au anakopesha macho, hapo unajua kuna kitu anakificha. Na watu wengi wanajua kwamba mtu ambaye anasema uongo huwa anaangaa pembeni, na ndio tumefundishwa hivyo. Lakini kwa sasa, kwa sababu elimu imekuwa kubwa, mtu anaweza kukazia macho. Sasa utofauti utajuaje? Matendo ya mwili yanaanza kumumbua. So unaweza kuona labda mikono yake yatikisika, au anabadilisha mikao, au anaweza kuwa anashikilia kitu au anachezea kitu, au kama ni anakuangalia lakini unaona kuna shughuli nyingine naye anaifanya, manake pale mwili wake unakuwa na mvutano ndani na ule ukweli na uongo kwa ndani. Sasa unampelekea kuanza kujibu kwa namna tofauti. Kwa hiyo angalia mtu anapobadilika. Unaona kwa mfano ulikuwa mnaangaliana vizuri bila kukaziana kwa muda mrefu, macho ghafla unaona anakukazia sana macho, lakini alikuwa kuangalia sana unapomuuliza maswali muhimu au ya msingi, au ghafla anaanza kupisha macho. Hapo unajua huyo mtu anachokisema ni uongo. Kama mtu anakusimulia story fulani, unaona biko mnaangana vizuri, lakini ghafla macho yake yanaanza kukopeshwa, lakini pia au muda mwingine anakukazia, hapo unajua kuna kitu anakificha. Lakini pia ishara nyingine ya kugundua mtu ni muongo ni kujigusa mara kwa mara. Angalia harakati ndogo ndogo, kugusa pua, shingo, mdomo au uso mara kwa mara. Mwili unapokuwa kwenye mvutano wa ndani hujaribu kujituliza. Hii hutokea sana mtu anapodanganya. Harakati hizi zinaweza kuonekana ndogo, lakini zikijirudia zina ujumbe mzito wa kisaikolojia. Hasa kisaikolojia, kwa sababu mtu anaposema uongo kuna hisia ndani za mvutano kati ya ule ukweli na uongo. Sasa namna ya kujituliza ndio unakuta sana hangaika, anakuwa anachezea pua, au mtu mwingine anachezea shingo, au uso wake unaona unajikunja, au midomo anakuwa amefumba. Hapo mara nyingi ni namna ya kujituliza katika ule mvutano wa ndani kati ya ukweli na uongo. Sasa ukiona hivi unajua kabisa huyu mtu anachokisema sio ukweli. Lakini ishara nyingine ya kujua mtu ni muongo ni hisia za uongo. Mtu anaweza kusimulia tukio la huzuni huku uso wake ukionyesha kutokuwa na huzuni kabisa, na kuelezea mafanikio au kukuelezea mafanikio makubwa bila chembe ya furaha ya kweli. Hisia za uongo huonekana zimepangiliwa badala ya kutoka moyoni, wakati hisia halisi hujitokeza wakati unaofaa kwa asili bila kulazimishwa. Sasa ishara nyingine ya kumgundua mtu muongo ni hisia zake zinakuwa pia za uongo. Yaani unakuta mtu anakuambia amefurahi, lakini unaona usoni amekuja ndita. Mtu anakuambia labda anajisikia furaha, lakini unaona macho yake hayafunguki vizuri, hapati tabasamu. Yaani hapo unajua kwamba mtu anakudanganya. Au unamuona mtu anakuambia yuko sawa, lakini unaona anatetemeka, anachezea simu, anakuwa anabadilisha mikao, hana utulivu. Hapo unajua kwamba hisia zake ni za uongo, na mambo anayosema hayana ukweli wote, kwa sababu
hisia zake haziendani na uhalisia. Hisia mara nyingi zinajitokeza zenyewe kwa asili bila hata kulazimishwa. Mtu anaweza kuambia najisikia furaha, lakini unaona kabisa uso wake umejikunja, hapo unajua kwamba huyu mtu anakudanganya. Na kama nilivyosema, hisia huwa zinatuongoza sisi bila kufikiria. Kwa hiyo mtu anaweza kudanganya kwenye maneno, lakini ukiona mwili wake unajua kabisa huyu ni muongo. Lakini ishara nyingine ya kujua huyu mtu ni muongo ni kukerwa anapoulizwa maswali. Ukimuuliza maswali mengi, muongo anaweza kujilinda, anaweza kukasirika, kubadilisha mada au kukuona kama unamshambulia. Hii ni mbinu ya kisaikolojia ya kujilinda dhidi ya kufichuliwa. Mtu mkweli mara nyingi huwa tayari kuelezea kwa utulivu hata kama maswali ni magumu. Dalili nyingine ya kumgundua mtu muongo, unapombananisha kwenye maswali mengi, unaona anakuazika. Nakwambia basi imetosha au usiniulize zaidi. Lakini mtu mkweli, kwa sababu ukweli huwa hauhitaji kubuniwa, mtu anakuelezea tu. Lakini mtu muongo mpaka autengeneze sasa, unaona umembana kwa maswali mengi, anaweza kukasirika na kukeleka. Ndio maana sasa hapo anatoa ishara kwamba huyo mtu anachokizungumza sio ukweli, au mambo leo kuambia hayana ukweli. Lakini mtu mwenye ukweli hata kumngaosha leo kuambia kwa nini ulifanya hivi, atakuelezea vile vile. Lakini mtu muongo tunaona unambana bana sana, akwambia usiniulize sana maswali bana, nishakwambia hivi na hivi. Hapo unajua kabisa huyu mtu haya mambo leo kuambia hayana ukweli, kwa sababu huwezi kukasirika kwenye kitu ambacho unauliza ni cha ukweli, lakini unakasirika kwenye kitu ambacho umekitengeneza. Kwa hiyo unaona kama mtu anaanza kukugundua ukweli wako. Kisaikolojia, mtu akianza kuona anaelekea kugundulika, anaanza kujilinda, sasa anakasirika au anaweza kaa kimya asikujibu. Hiyo ni namna ya kujilinda. Sasa hapo wewe unajua kwamba huyu mtu jambo leo niambia halina ukweli. Sasa mwisho kabisa, kumbuka hili, hakuna ishara moja inayodhibitisha mtu ni muongo. Ni mkusanyiko wa ishara. Angalia mabadiliko ya tabia, linganisha maneno na matendo, natumia akili ya uchambuzi. Saikolojia inatuonyesha wazi kuwa mwili na akili husema ukweli hata pale maneno yanapojaribu kudanganya. Sasa usimjaji mtu kwa ishara moja. Kama ninavyoelezea masuala yote ya kisaikolojia ya mambo mbalimbali, huwa nashauri usimjaji mtu kwa jambo moja. Jaribu kuangalia mabadiliko yake ya mwili, namna anavyotumia sauti, linganisha pia hisia zake na hilo jambo. Hapo ndo unaweza ukajaji kwamba mtu anasema ukweli au uongo. Lakini ukijaji kwa kitu kimoja, unajikuta unapotea au unatoa majibu ambayo sio sahihi. Kwa sababu mara nyingi unapokuwa unajaji mtu, angalia ishara hata 3 au 4, na angalia pia na mrudiano wa zile ishara. Unakuta mtu labda anapata wasiwasi, anatetemeka, kuangalia machoni, anasema yuko kwenye furaha, lakini unamuona mikono yake inatikisika, amejifunga mikono yake, uso wake umejikunja. Hapo unajua kwamba huyu mtu anakudanganya. Lakini pia tumia na ufahamu wako wa akili kwamba kufanya uchambuzi. Usiende moja kwa moja kuhitimisha kwamba huyu mtu yuko hivi. Fanya uchambuzi, kuangalia hivi vitu vinahusiana vipi na hali yake, lakini pia jaribu kuangalia kama vinajirudia rudia. Hapo ndipo unajua ukweli wa mtu, kama anakudanganya au anasema ukweli. Kama kuna sehemu yoyote hujaelewa, unaweza kwa comment sehemu ya comment section, nami nitakuelezea vizuri. Lakini niwashukuru wote walio subscribe channel hii ya Elikhan Mtz. Lakini kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na channel yetu ya Elikhan Mtz, usisahau kubonyeza sehemu ya subscribe na kuwasha click notification cha kengele, hiyo unapata masomo yetu. Asante sana kwa kuwa na mimi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa somo hili. Tukutane tena kwenye somo jingine. Bye bye na uwe na siku njema.